Hivi Adela, ili swala la wewe kuja nyumbani kwangu umevaa hivyo nguo za shule, tuliongeaje mimi nawe? Nilikwambiaje? Bwana Emily, nilimisi mpenzi wangu kwa ndio kusalimia. Sawa, umenimisi, lakini sio uje hivi. Ungeenda kwanza nyumbani kwenu, ungebadilisha nguo zako ndio uje hapa nyumbani kwangu. Haya, kwa mfano sasa, majirani zangu wamekuona umevaa hivyo. Yaani mimi naingiza mwanafunzi kwenye nyumba ya kupanga. Wakampigia simu mwenye nyumba. Wakaja na askari hapa. Mimi sina kuuzia ndani. Miaka 30 mzee. Jamii miaka mingapi sasa hivi? Hivi Chadi, changamoto mimi kuja hapa kuna changamoto nyingine. Shida ni hizo nguo. Yaani ukuja hapa mda unaweza ukaja. Lakini ni hizo nguo. Sio namshikilia mpaka daftari. Kwa nafikiri mimi ni mwalimu wa tusheni. Wewe sikia. Nenda nyumbani kwenu. Kabadilishe nguo then urudi. Bwana mimi siondoki leo hapa. Leo tunashinda wote hapa hapa. Sikiliza, nipo serious unajua. Kabadilishe nguo zako hizo. Tazinguana sasa hivi. Kabadilishe nguo urudi. Yaani sijui nakuaje tu na wewe. Atapenda kesi rafiki yangu sasa. Yaani baby wewe mchoyo. Toka tumekaa hapo nakula mwenyewe. Hata kunipata juisi utaki. Yaani leo ulambi hata biskuti moja. Hata juisi ulambi. Umekula vya kwangu mara ngapi? Kila siku ninakula vyangu tu, nakula vyangu. Hapa namalizia tuondoke zetu geto. Jamani baby, muda wote tumekaa hapa mbona hujaniambia? Yaani sasa hivi ndio tuende geto kweli. Sasa tutafanya nini? Afu baby mimi na haraka nataka niende nyumbani maana mwenye nyumba yangu hapendi kabisa uchafu. Nimeacha manguo pale barazani na akiakuta mimi nitapewa notice. Sina hata sehemu ya kwenda. Unaona sasa vipengele vyako. Yaani kila ukija wewe ukosi vipengele, kila ukija ukosi vipengele. Mara maharage nimebandika, mara nguo chafu, mara nimeacha nguo. Sasa ukiziacha hapo kwani kuna shida gani? Huyo mlipi kodi mwenye nyumba. Nguo zako zinahusiana vipi na yeye? Yaani Manyakendo, ungejua ninavyokupenda wewe. Sema ni muda tu uruhusu. Ungekuwa ni muda unaruhusu, ningeenda kwako tungekesha hata wiki. Majukumu baba. Niache tu niende, hata siku nyingine tutaenda nyumbani kwako. Tumekaa muda gani na acha kuleta vipengele? Tu ndo kwanza tumekaa hapa, juisi yenyewe nimeifungua sasa hivi haijafika hata nusu. Unasema tumekaa muda mrefu, tumekaa muda mrefu saa ngapi? Hebu acha zako, subiri nimalizie hapa tuondoke. Yaani baby nikwambie, natafuta siku hii moja ambayo nitakuwa huru niende nyumbani kwako, nikalale kwako, nishinde kwako, nikupeleke Dubai baba, nikupeleke Ulaya, mlima Kilimanjaro ushuka upande. Yaani utafurahi mwenyewe. Leo acha niende, tukienda tutaenjoy baby. Niache niende basi. Tulia kwanza. Unanipenda kivipi sasa? Hivi mimi na mahusiano na wewe au mimi ni mpenzi mtazamaji? Kwa nini tunatazamana tu afu unaondoka? Upendo gani huo sio wa kufanya mapenzi? Kupeleka Dubai. Kwa maana nimelinyima hata biskuti. Sasa hivi atakuwa agongi chochote kwangu. Kila siku anakuja kunichuna. Najua ni muda mrefu kidogo sikuwahi kukuelezea kile ambacho kilitokea mjini. Nafikiri leo ndo wakati sasa nikupe historia japo kwa ufupi tu, kitu gani kilichopelekea mpaka mimi kuwepo huko kwa time hii. Kama nilivyokuambia mwanzo, ni kweli nilikuwa nina kazi nzuri tu ambayo ilikuwa inanipatia kipato na niliweza kumudu maisha yangu ya mjini, yaani kula, kulipa kodi, kusaidia ndugu na jamaa, angalau hivyo vitu nilikuwa. Na ilikuwaje ukarudi kijijini? Kuna changamoto kidogo ilijitokeza kazini kwangu. Yaani kuna mtu alifanya ubadhilifu wa fedha za ofisi. Alafu dakika za mwisho ikaja kuonekana kwamba mimi ndo nimefanya. Sasa mimi sikutaka mambo mengi. Niliacha ofisi yaamue, ndo akaamua kunisimamisha kazi. Kwa hiyo
Hivyo nilirudi nyumbani, wenyewe wakasema kwamba wataendelea kufanya uchunguzi. Nikawaacha waendelee kufanya uchunguzi. Na wamesema lini unarudi kazini? Hapo sijajua kwa sababu walisema wanaendelea kufanya uchunguzi. Kwa hiyo kama ikigundulika hapo baadaye kama sio mimi niliyehusika na jambo lile, basi mimi naamini inshallah watanirudisha kazini. Hilo moja, lakini la pili, nilijaribu pia kupeleka maombi sehemu zingine. Kwa huenda labda sio pale nikapata sehemu nyingine, yote yanawezekana. Tuzidi tukumuomba Mwenyezi Mungu kwenye hilo. Hapo ni jambo la kumwomba Mwenyezi Mungu na kujikabidhi tu mikononi mwake, kwa sababu hauwezi kulazimisha kitu ambacho hakiwezekani. Kama ameamua hivyo, tumwombe Mwenyezi Mungu, naamini atatupitisha kwenye kipindi hichi kigumu. Kikubwa tusikate tamaa. Mimi naamini ni kipindi tu ambacho tunakipitia, sababu Mwenyezi Mungu kwanza ameniletea mwanamke mzuri, yani ameniletea mwanamke wa ndoto zangu. Hilo la kwanza, lakini la pili, naamini hawezi kukupitisha kwenye shida maisha yote wewe. Mwanamke wewe umezaliwa kwa ajili ya uishi kwenye maisha ambayo angalau, yani kwamba unakula kile ambacho unakitaka. Sawa, kwa naamini hiki ni kipindi tu ambacho mke wangu tunapitia. Naomba sana uvumilivu wako. Please, naomba nivumilie. Usijali. Naamini kipindi hiki kitapita na tutakuwa sawa. Nashukuru sana kusikia hivyo. Ndio maana wakati unanisumbua sikukata tamaa, nikasema huyu mpaka nampata. Nakupenda sana. Nakupenda zaidi. Nakupenda leo, kesho na siku zijazo. Asante. Kwa hiyo Manyakenda jana nimemwona yeye kaleta demu wake na ratiba kama zilivyo ulivyosema tutakaa tuzipange. Kwa mimi nakusikiliza. Hapa ratiba kama inavyoenda, Manyakenda kaanza jana, mimi zamu yangu naingia kesho. Ila kama ikiwezekana niongezeni siku 3. Kwa sababu mimi nishazoea kwa wiki natembea na wanawake 3. Sasa mnaponipa siku moja nitashindwa kuwa balance. Siku moja mwanamke mmoja, siku ya pili mwanamke mwingine, siku ya 3 mwingine. Kwa hiyo nawaombeni waungwana. Sasa hivi mimi waita makombola ya Irani. Yaani nagonga sehemu nyeti zozote. Niongezeni siku hizo. Sasa hapo ndo tunashindwa kuelewana. Tumeweka siku moja. Maana yake tuweze kufanya usafi na tuweze kutoa janaba, tuingize janaba lingine. Sasa nyie ambapo amuelewi hilo la swala la siku 3, hii ni siku moja tu. Swala la siku 3 hilo utajua wenyewe. Kama una hela yako nenda guest. Na kingine ikifika zamu yangu mimi niache mwenyewe. Kwa hiyo kama mtaleta mademu mtajua wenyewe. Sasa hapa nishaanza kushuka na wasiwasi. Wewe ndugu yangu unapiga masturbation. Wewe unapanda mnazi kwa mkono mmoja. Wewe mtu wa A. Sio mtoto wa mtu wa A. Tatizo kitu ambacho hamjui. Nyie mnachowaza ni vitu kupanda sijui mnazi kwa mkono mmoja, hapana. Mimi nakaa mwenyewe nafikiria mambo ya kufanya. Mimi siwazi hilo swala la madela. Wewe mtu gani ambaye anaweza kukaa ndani mwenyewe? Kama upande mnazi kwa mkono mmoja. Nini wewe mdanganye nani? Hamna mtoto mdogo. Unawaza vitu vya kipunzi sana. Kwa hiyo zamu yako ikifika, demu wako Manyakenda anaweza zamu yake ikifika hivyo. Zamu yangu mniache na zamu yangu. Sawa. Kaka, mambo poa? Vipi? Safi, mzima? Fresh tu. Sijui unanikumbuka? Hapana. Mimi yule mdada ambaye siku 2-3 hapo umetoka kuniokoa, kuna mkaka alikuwa anataka kunibia simu. Ndio nimekukumbuka. Vipi, unakaa mitaa hiyo? Naishi huku. Nao naishi huku? Mimi ndo maskani huko Mbozi, unajua. Unaelekea wapi? Kuna sehemu huko naelekea. Poa basi, kuwa makini. Si unajua mtaa wenyewe ushachafuka, ushangae wanakupola tena. Leo mimi sipo. Sawa, usijali.
Baby, mimi niko tayari. Tunaweza kwenda. Mimi sidhani kama nitaweza kwenda leo mke wangu. Maana najisikia vibaya sana. Sasa itakuwaje huko kazini leo jamani? Nachokuomba, nenda ukakaimu nafasi yangu. Zeni acha nimeze dawa. Tuangalie kesho. Sawa, basi pole. Ukisha kunywa chai, uende hospitali ukacheki afya yako. Sawa, nimekuelewa. Sawa, acha mimi niende. Yaani usione nacheka labda ukajua na furaha, ila unanichekesha kwa vitendo unavyovifanya. Hivi unaweza kuniambia umetoka wapi huko? Kwani umeona kuna nini? Kwa mimi nakuuliza swali na wewe unaniuliza swali. Nakuuliza hivi, huku umetoka wapi ambapo umetumia muda mwingi mpaka sasa hivi ndo unarudi? Nimetoka gengeni. Kwani wewe unibeba vitu au? Hilo genge gani ambao unatumia masaa mawili mpaka matatu? Yaani muda ambao wewe umekaa gengeni ningekuwa nimebandika maragi yameshaiva. Hivi unanichukuliaje wewe? Yaani unaniona vipi yani? Kulikuwa kuna foleni. Foleni? Gengeni foleni? Hiyo barabara Mbagala, barabara Mbezi au Makumbusho? Labda nikwambie kitu kimoja. Wewe mtoto wa mjini na mimi mtoto wa mjini. Wewe si unanifanya ngedere? Sasa mimi nyani. Nakwambia hivi, naenda huku. Nikirudi nyumbani ndio utanjua mimi nani. Kumaanisha nini? Siku nyingi sijakuona. Vipi ushaoa? Sijaoa. Mimi nipo tu. Lakini nilikuwa na mpango huo. Lakini sio kwa sasa. Nimeamua tu nidili na maisha yangu mengine tofauti, kwa sababu wanawake kama unavyowajua, mguu nje mguu ndani. Kwa hiyo nimeamua nibaki tu na maisha yangu haya. Vipi wewe? Umeshaolewa? Hapana bado, lakini nilipata mchumba akanivalisha pete, ila alikuwa haeleweki, hivyo nikaamua tu niachane naye. Mimi nimebaki kuamini wanawake wote ndo tabia zao ni hizo. Kwa sasa hivi moyo wangu umesharudi nyuma na kuamua kufanya kazi tu. Masuala ya mahusiano, tukutane tupeane salamu basi. Na mimi nilichoamua ni hivyo. Siwezi kuingia kwenye ndoa sasa hivi, nibaki na maisha yangu halisi, kazi basi. Na kwa uzuri huo amekuacha. Kama ulivyosema, wanawake wana changamoto zao, basi ndio hivyo hivyo pia kwa wanaume. Wanaume pia wana changamoto zao. Hapana. Si wanaume tuna changamoto zetu. Lakini ukimkuta mwanaume kamkosea mwanamke, ujue lile kosa lilileta mwanamke. Siku zote ndio inakuwa hivyo. Na ulikuwa unaelekea wapi? Mimi nilikuwa naelekea pale supermarket. Basi poa, wakati mwingine tutaonana. Haya poa, haina shida. Hivi Miki, kwa hiyo siku zote hujui kama nakupenda? Nimesahau hata kumwomba namba. Naweza kukuuliza swali? Bila shaka. Hivi hichi kinachoendelea huko ndani ni cha kweli? Kipi hicho unachokimaanisha wewe? Nazungumzia ya mapenzi unaomisha dada yangu. Kwa ni kweli? Kwa nini siwe kweli? Natami ni mke wangu na kila sababu ya kumwonyesha upendo. Sikuwahi kufikiria hapo awali kama na mapenzi ya dhati hivyo. Na hivyo nimeshaanza kukupenda.